Wakati mwanamume huyo aliketi kupumzika, jiwe lilimchoma mkono. Alichukua jiwe hilo kwa udadisi, lakini jiwe hilo lilitoweka mara moja. Aliogopa na alitaka kuondoka. Wakati huo, wachimbaji kadhaa walimzuia. Bila kusema neno, walianza kumtafuta kwa sababu mawe hapa yalikuwa ya thamani. Thamani ya kipande chochote kimoja ilikuwa ya anga, lakini hawakupata mawe juu ya mwanamume huyo. Kwa kutokuwa na budi, walilazimika kumwacha aende. Kwa kweli, mwanamume huyo alitumia uwezo wake wa kipekee kuficha mawe hayo katika nafasi ya nishati. Baada ya kurudi nyumbani, mwanamume huyo alianza kutoa mawe kutoka kwenye mfuko mmoja baada ya mwingine. Alipoweka mkono wake juu yao, mara moja alihisi uwezo huo maalum. Kisha alitabasamu na kuanza kusaga moja ya mawe hayo. Chini ya mwanga wa tochi, ilikuwa jade ya daraja la kati yenye thamani kubwa ya pesa. Alipoona jiwe la pili, alishtushwa kabisa. Ilikuwa jade ya daraja la juu yenye thamani hadi dola milioni 20. Mwanamume huyo alifurahi sana. Alipanga kuyauza yote kwa pesa. Wakati huo huo, rafiki yake alikuja kumtembelea. Mwanamume huyo haraka alificha mawe hayo, lakini rafiki yake alikuja kumnunulia jiwe. Mwanamume huyo alichukua jiwe hilo na akapata thamani yake ilizidi sana mawe yake mwenyewe. Kwa kuwa rafiki yake hakujua soko, mwanamume huyo alilinunua kwa bei ya chini ya dola 500. Baada ya kumuona rafiki yake aondoke, mwanamume huyo alikimbilia kwenye duka la mawe. Alitoa mawe yote, tayari kuyauza tena. Baada ya utambuzi wa masaa 24 wa mwenye duka, aligundua kuwa mawe haya yote yalikuwa hazina, na aliamua kuyanunua kutoka kwa mwanamume huyo kwa bei ya dola milioni 300. Mwanamume huyo aliondoka dukani kwa furaha na pesa, lakini hii haikuwa ya kutosha. Baadaye, aliingia kwenye duka la nguo na akajivika kama mfanyabiashara mtaalamu. Alitokeza mpango wa kupata utajiri haraka. Alienda kwenye mgodi ulioachwa aliokuwa amepanga tayari. Wenyeji wa eneo hilo wangempa mawe ya ukubwa mbalimbali kila siku. Mwanamume huyo angewapa kila mmoja wao dola 300 kama ada ya kazi ngumu. Lakini kwa kweli, thamani ya milango hii ilikuwa kubwa zaidi kuliko dola milioni 30. Shukrani sana kwa sapoti yako. Kuangalia video nyingine zaidi na miendelezo, ni cheki kote YouTube, Facebook, TikTok na Instagram kwa jina la Mastory 24. Ukihitaji content za video au movie, wasiliana nami kupitia WhatsApp.